Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imetoa onyo kwa baadhi ya maafisa wa serikali wanaojihusisha na siasa na kampeni, wakisema kwamba hatua hiyo hairuhusiwi kikatiba. EACC pia imetaka mabadiliko ya kisheria kufanyika ili kuwaondoa mamlakani wanasiasa waliopatikana na hatia wakiwa mahakamani. Melita Oletengeza ana maelezo zaidi. Siasa nchini zimeshika kasi, huku maafisa serikalini wakionekana hadharani kuwa mstari wa mbele kupigia debe serikali. Lakini sasa tume ya EACC imetoa onyo na kusema kwamba wajihadhari, kwani hatua hiyo hairuhusiwi kikatiba kwa baadhi ya maafisa wa serikali. I would like to know whether there are state officers being investigated for participating in campaigns. On the issue of political neutrality, the Leadership and Integrity Act exempts cabinet secretaries and county executive committee members, but it does not exempt any other state and public official. So the responsibility of EACC, once they have that information either by complaints or through our proactive methods, then we carry out the investigation, gather the evidence, prepare our files and submit them to the DPP. Aidha, EACC imetoa mapendekezo kwa sheria kubadilishwa kuwazuia wanasiasa wanaopatikana na hatia mahakamani dhidi ya kuendelea kuwa afisini hata baada ya kukata rufaa. In 2022, you indicated that you recommended disqualifications of 241 candidates, but only 5 were barred. What then is the point of EACC vetting function if IEBC is not legally required to act on your recommendations? Out of these 241, there were actually people who had been convicted at the magistrate court, but they had appealed. And what IEBC was saying, our hands are tied because the Constitution says they have not exhausted the appeal procedure. So that justifies the proposals that we are bringing. Tume ya EACC pia imeshtumu afisi ya kiongozi wa mashtaka ya umma Renson Igonga kwa kusalia kimya kuhusu kesi nyingi zilizopitishwa na tume hiyo, wakisema kuwa hawaoni juhudi wala matokeo. DPP has unchecked powers. Nobody checks the DPP. DPP can decide to close a file, can decide to return a file. He is not answerable to anybody. He basically does what he wants. And that is where the challenge is. Wakuu wa tume hiyo walikuwa mbele ya kamati ya bunge ya utekelezwaji wa katiba. Melita Oletengeza, Runinga Citizen.